kulishika neno la Mungu na kumpenda Yesu. Kulishika neno la Mungu na kumpenda huyu Yesu. Bwana asifiwe sana. Nafikiri neno halijaombewa. Nimuite sasa mama yetu, mama askofu aje aombe ili tuendelee. Karibu mama, uombe. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu aliye juu, tunakushukuru. Tuko miguuni mwako, tunanyenyekea chini ya mbawa za miguu yako Yesu. Tazama ni wakati mzuri Baba, tunaenda kula na kunywa mezani Baba. Baba, mtumie mtumishi wako kama ni chombo. Mnenaji mkuu ndani yake ni wewe. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu, Roho mnenaye, Roho msaidizi Baba, pate kushuka kwa ajili ya kumsaidia kila mmoja. Baba, wewe pamoja nasi Baba, tunakukaribisha. Sema nasi Yesu, katika jina la Yesu Mwokozi. Amen. Tufungue Biblia kitabu cha Yohana. Injili ya Yohana sura ile ya 14 mstari ule wa 23 mpaka wa 24. Andiko yanasema, Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma maandiko matakatifu haya. Ni neno la Mungu ndiye dira yetu, neno la Mungu ndiye uzima wetu. Yesu anasema anayempenda. Katika ulimwengu tulio nao, watu wengi wanasema ninampenda Yesu, na wakati mwingine anasema Yesu ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumeona anachokitaka huyu Mungu wetu ni kulishika neno lake. Mtu ambaye anayempenda Yesu, inahitajika mtu wa Mungu kulishika neno la Mungu, ndiko kumpenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulishika neno la Mungu ambalo lenye uzima, ndani yake kuna uzima, yeye ni nuru. Bwana asifiwe sana. Kwa upendo wake akautoa uhai wake kwa ajili ya maisha yetu, ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko ndiko kumpenda Yesu, unapolishika neno la Mungu na kuliishi. Nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo ni siku za hatari, ni siku ambazo ni mbaya, ambazo zilitabiriwa na hatuwezi kuzikwepa kwa sababu ni siku za mwisho. Lakini kinachotakiwa ili uweze kuishi kwa kumpendeza huyu Bwana, ulishike neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu usipolishika neno la Mungu, maana yake wewe humpendi huyu Yesu.
hulishiki neno lake, huliishi neno lake, hulitendei kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa mtu aliye na matumaini ya kumuona Yesu siku ile inayokuja, maana yeye ameenda kuandaa makao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema iweni watakatifu kama yeye aliyetuita alivyo mtakatifu. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa juzi nikaenda kwa wakara wa NMB. Nilikuwa naenda kutoa zaka yangu jimboni. Sasa nikawa nimempa yule mhudumu. Nilipompa yule mhudumu, akaniuliza shilingi ngapi, wakati amesha zihesabu. Anataka anitamke ili ahakikishe. Nikatamka, nikamwambia zilizozidi uzirudishe. Akasema sawa. Nikamuuliza, wewe ni mwaminifu, utazirudisha? Akasema mimi ni mwaminifu. Umeokoka? Akasema waliokoka wenyewe wanachanganya tu. Kwa hiyo tunawaona wanavyochanganya. Kwa hiyo kuna wakati ambao kweli kabisa katika nyakati tulizo nazo wengi wanasema wameokoka, lakini wanachanganya mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine wanaharibu ushuhuda. Wanauharibu ushuhuda huko wanakotembelea kwenye biashara zao, kwenye kazi zao. Lakini Mungu anatutaka tuwe watakatifu. Tulishike neno lake, tuliishi, tulitendee kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tutastawi wana wa Mungu. Maisha yetu ya kiroho yatakwenda vizuri. Utumishi wetu utakwenda vizuri. Maana kila mmoja aliyeokoka ni mtumishi wa Mungu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja na utumishi wake. Kila mmoja. Kinachotakiwa ili utumike vizuri, hakikisha mtu wa Mungu unalishika neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa watu wa Mungu. Amen. Tuende kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya 3. Sura ya 3 tuanzie mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 7. Imeandikwa, lakini mfahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. mpaka 7. Mstari wa 4 unasema wasaliti. Mstari wa 5, wenye mfano wa utauwa, lakini lakini wakikana nguvu zake, hao nao mjiepushe nao. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa
kuifikia ujuzi wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ufahamu nyakati kwa siku hizi za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi. Kuna tabia hapa zimetajwa ambazo mtu wa Mungu inatakiwa ujiepushe nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo zilishatabiriwa ya kwamba ni siku za hatari kwa kanisa. Ni siku za hatari kwa mtu aliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni tahadhari. Kwa hiyo natakiwa kujilinda sana mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watakuwa wakijipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, siotii wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Mungu, nyakati hizo usipojilinda, unajua shetani huwa anapandikiza kidogo kidogo vitabia vyake. Na wakati mwingine ndio maana Biblia inasema kujitenga na hao watu. Usiwe na urafiki na mtu ambaye kazi yake ni kulaumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujitenge na mtu anayetenda dhambi. Bwana asifiwe. Mshauri, na akikubali umepata ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati hizi ni za kupenda fedha, na wakati mwingine fedha inaweza ikawa mungu wako, lakini hayo ni machukizo mbele za nani? Mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.